Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda ndivyo sivyo kwa upande wa wananchi Young Africans kufuatia kile ambacho kilichopo kwa sasa, ambapo taarifa imeweza kutolewa kwa umma mapema kabisa kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Mambo ni kama ambavyo yamemalizika katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kati ya Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar, ambapo umeweza kushuhudia kile kilichoweza kutokea kwenye mchezo huo ambao umepigwa majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Umetamatika kwa sare ya bao 1-1, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans wakiweza kuruhusu sare ya 3 mfululizo katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo wamefanywa kuweza kudondosha alama 2. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambao wametoa taarifa yao mapema kabisa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha Yanga, kuhusiana na hatma ya kocha wao, kocha Pedro, baada ya kile kilichoweza kutokea. Mimi nimekusogezea taarifa hiyo, utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna katika kikosi cha klabu ya soka si wengine ni wananchi Young Africans katika kile ambacho kilichopo. Karibu bana, klabu ya soka Young Africans, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ni kama vile sasa unaweza kusema mambo yamekuwa ni magumu kwa upande wao, ambapo mchezo huu leo umetoa tafsiri ya kile kinachoendelea kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, japokuwa matukio yamekuwa ni mengi kweli kweli, ukiweza kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea kwenye mchezo kati ya Young Africans dhidi ya hapa nazungumzia Mtibwa Sugar, ambapo Yanga ameweza kuangusha alama 2. Kilichoweza kutokea dakika 90 ni baadhi ya matukio ambayo yalionekana. Klabu ya soka Young Africans, mpira waliokuja nao kipindi cha pili ulionekana ni mpira ambao walikuwa wakicheza mpira mgumu kweli kweli, kitendo ambacho kikaonyesha kudhidiwa kwa klabu ya soka Young Africans, ambapo dakika ya 90 zikiongezwa 4, hapa nazungumzia Mtibwa Sugar wakaweza kusawazisha bao lenyewe limezua utata kwa kile ambacho kimeonekana katika picha za marejeo, likionyeshwa kwamba Young Africans golikipa wake, hapa nazungumzia si mwingine hapa nazungumzia Diara, kuonyesha kufanyiwa faulo kwa kile ambacho kimeonekana, licha kufanyiwa faulo katika eneo la boxi, lakini kinachoonekana kwa sasa ni namna ambavyo mambo yameonekana kwenye kikosi hicho. Ukiweza kushuhudia Mwanengo akipata nafasi ya wazi kabisa katika mchezo huo ambao umemalizika hivyo. Kwa hiyo msimamo huko vipi kwa sasa? Msimamo huko kama ifuatavyo, ambapo hapa nazungumzia katika nafasi zile 4 za juu, hapa nazungumzia ambao wanakwenda kimataifa. Nafasi ya 4 iko JKT akiwa na alama zake 28, michezo 17. Nafasi ya 3 yuko Simba Sport Club, michezo 13, akiwa na alama 28. Nafasi ya 2 yuko Azam FC akiwa na alama 29, michezo 15. Nafasi ya hapa nazungumzia kwanza yuko Young Africans, michezo 16, alama ambazo yuko nazo ni 38, ambapo Young Africans
amemzidi Simba takribani michezo mitatu ambayo amemzidi. Hapa nazungumzia Simba Sport Club. Kwa hiyo hesabu ziko vipi, ambapo mpaka sasa Simba akishinda michezo yake yote anakuwa na alama 37 mkononi. Anakuwa na tofauti ya alama moja tu na klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo safari hii mambo ambavyo yanavyokwenda. Mpaka sasa ni gepu la alama moja tu ambalo wanapishana hawa wawili. Lakini ukienda kutizama maoni mengi ya mashabiki wanataka kocha huyu aweze kufukuzwa, lakini ukitizama mwenendo wa Young Africans ulivyo, si watu ambao wanaweza kuvumilia kwa yale ambayo yanatokea. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba kocha Pedro amekalia kutikavu katika mchezo huu kwa kile ambacho kinaonekana dakika zote hizo ambazo wamecheza inadhihirisha wazi kabisa mpira ambao wanacheza ni mpira mgumu kweli kweli kwa Young Africans. Anaandika mchambuzi hapa, nazungumzia Hans Laffel kwa kile ambacho yeye anakiona, amekwenda kukitizama. Anasema ya kwamba kwa dakika hizo ambazo wamezitizama, anasema ukienda championship washambuliaji kama huyu Mwanengo wapo wengi, wewe ni namba 9 wa Yanga, unaweza vipi kukosa pale dakika ya 90? Lakini anaandika, anasema kwamba kwa mara ya kwanza msimu huu Yanga wamesare mechi 3 mfululizo. Ukweli ni kwamba sasa hivi Yanga wameishiwa kila kitu, hawana tena uwezo wa kushinda mechi. Unaona bana, hali imekuwa ni ngumu, hali imekuwa ni tete. Hapa nazungumzia kwa Young Africans, ukiweza kushuhudia mambo yalivyo kwa upande wao, namna ambavyo kwa sasa kinachosubiria kwa sasa huenda ni taarifa kwa umma juu ya kile ambacho kilichopo kwa sasa. Young Africans watakuja na taarifa ipi kuhusiana na maamuzi ambayo wanakwenda kuyachukua. Hapa nazungumzia Young Africans juu ya kile ambacho kilichopo kuhusiana na kocha huyu ambaye ni kocha Pedro. Ukiweza kuona namna gani ambavyo mambo yamekuwa ni magumu. Wananchi Young Africans wao wanahitaji furaha, lakini mambo yamekuwa ni magumu katika kipindi cha kwanza na hata kipindi cha pili cha mchezo huu ambao Yanga takwimu ambapo ukiweza kushuhudia michezo mitatu wana sare. Haikuwa hivi hata kwa msimu uliopita, licha ya kwamba walipoteza mchezo wakasare, lakini haikuwa katika mfululizo wa matukio kama haya. Licha ya kupata sare, lakini bado mpira ambao wanaucheza ni zaili shaili kwamba ni mpira ambao hauvutii na ni mpira ambao unaonekana ni mgumu kwa wananchi Young Africans, licha kwamba pia wana majeraha wengi kwenye kikosi chao, lakini hata timu ambavyo inavyocheza ni zaili shaili ya kwamba timu hiko hoi kweli kweli. Kwa hiyo mambo ambavyo yanavyozidi kwenda, pengine Young Africans watakuja na hilo tamko, na mimi nitakusogezea hapa. Weka maoni yako hapo chini.